Mbona? Yes, na karibu Mtanzania. Leo naenda kukwambia jambo ambalo asilimia kubwa ya Watanzania wengi hawalifahamu, na hata kama analifahamu basi ni kwa juu tu, taarifa ambazo wanazipata si rasmi. Leo tunaenda kuongelea masuala ya masoko ya kifedha. Karibu kwenye Financial Market Blueprints podcast ambayo inakurahisishia wewe Mtanzania kufahamu haya masoko ya kifedha kwa njia rahisi kabisa, kwa sababu inaelezewa kwa njia ya Kiswahili. Karibu ndugu yangu Norbert Kimario katika podcast yetu ya leo ambayo tutakuwa tunazungumzia masuala ya financial markets. So, kuna aina nyingi za masoko ya kifedha, lakini leo hii tutaongelea aina mbili. Tutaenda kuongelea bonds market na tutaenda kuongelea shares market. Ndugu Norbert Kimario, unaweza kuanza kutuelezea kwanza share ni nini? Labda tuanze na upande wa share market. Tukiongelea share kwa Kiswahili ni hisa. Hisa watu wamezoea kuziona kwenye vikoba. Watu wanaocheza vikoba wanaweka hisa. Wakiweka hisa maana wanakuwa wana umiliki fulani kwenye kile kikoba. Kwa lugha rahisi, hisa ni umiliki wa kampuni, umiliki wa kipande cha kampuni nzima. Kwa watu wanapoanzisha kampuni inakuwa ina wamiliki, wale wamiliki wanagawana hisa. Kwa hisa zinaweza zikawa 1000, labda kila hisa ikawa ina bei yake, labda kila hisa inauzwa shilingi 10,000. Kwa hiyo kampuni nzima unakuta value yake inakuwa kama milioni 10. So tukiongelea hisa tunaongelea umiliki wa kipande wa kampuni. Okay. Na mtu anawezaje kushiriki kwenye soko la hisa? Anawezaje kumiliki hisa? Okay. Kama unataka ushiriki kwenye haya masoko ya hisa, kwanza tunaweza tukalivunja soko la hisa kwa namna mbili. Kuna primary market na secondary market. Kampuni inapofikia point ya kuwa inahitaji kiasi fulani cha fedha, huwa ina uwezo wa kupata hiyo kiasi cha fedha aidha kwa mkopo au kutoka kwa wananchi kama hisa. Kutoa kiasi fulani cha umiliki wake kwa wananchi wanawapa hela. Au kama wewe una hisa ya kampuni ambayo tayari ishatoa hisa miaka ya nyuma, unaweza ukaipata hisa hiyo kwa kwenda kununua kwenye soko la BSE. Yes. Ukiwekeza kwenye hisa unaweza ukapata faida kwa namna mbili. Faida ya kwanza ni gawio, kwa Kiingereza tunaita dividends. Kampuni ambayo umewekeza hisa zako, umewekeza hela yako umepata hisa, ikiperform kwenye mwaka husika, ikaperform vizuri, ikapata faida fulani, huwa inagawia ile faida kwa wawekezaji. Kwa hiyo inaitwa gawio. Gawio sisi tumeliona pia kwenye hii mitandao ya kijamii, hii mitandao yetu ya simu. Yes, tunaona wanatoa magawio kila siku. Lakini sasa ukiachana na hivyo, haya makampuni ambayo yako yana wanahisa ambayo yanaenda public huwa yanatoa gawio kila mwaka. Kwa hiyo ni njia mojawapo ya mtu kupata faida. Njia ya pili tunasema price appreciation, ukuaji wa bei ya hisa yako. Kwa mfano umenunua hisa kwenye shilingi 500. Hiyo hisa ikapanda ikafika shilingi 1000. Utakachokifanya kama unataka uiuze, unaenda kwenye soko la BSE, unaweka oda yako kwamba unataka uiuze share yako kwenye shilingi 1000. Kwa hiyo unakuwa kwa namna hiyo unakuwa umepata shilingi 500 extra kama faida. Kwa soko la hisa likipanda, manake hiyo bei ya hisa husika imepanda, kwa maana ya soko la hisa panda. Kwenye haya masoko au kwenye industry nzima ya financial markets, kuna wale ambao tunaita ni washauri, ambao washauri wanasimamiwa na mamlaka husika CMSA. Hawa washauri wanaweza wakamshauri mtu kuhusu hisa husika, kwa sababu hawa ndio ambao wanajua namna ya kufanya analysis na vitu kama hivyo. Lakini kama mtu binafsi anaweza akafanya hizo analysis, basi anaweza akaingia BSE au akaenda kwa broker yoyote ambaye ni mhusika wa soko la BSE. Kuna broker wengi sana hapo Posta hapa Victoria, wanaweza kuwafuata hao na kuweza
kuchanganywa hizo hisa wanazozihitaji na kuweza kuweka order zao. Nafikiri sasa Watanzania hawana haja ya kuhangaika kwa sababu mtaalamu tunaye na ameshasema mwanzoni kwamba anaweza akakusaidia namna kueleza kwamba anaweza akakwambia njia rahisi au namna ya kuchunguzia ni sehemu gani au kampuni ipi unaweza ukawekeza kwenye upande wa hisa. Kwa sababu amejitambulisha na akakwambia sehemu gani unaweza kumpata kwenye mitandao ya kijamii, ni unaweza kumtafuta kapata ushauri kama una nia kuwekeza kwenye upande wa hisa. Sasa ndugu Norbert, tunaendelea na upande wa bond market, si ndio? Na nafikiri hii itakuwa na utofauti kidogo na hisa au vyote vinafanana? Hapana, bond market ni soko tofauti na soko la hisa. Okay. Kwenye financial markets kiujumla kuna masoko mengi. Kuna soko la hisa, soko la bond. Bond kwa Kiswahili ni hati fungani. Hati fungani. Mtu ukimuuliza bond kwa kawaida anajua ni bond ile unaweka kwenye mkopo. Bond lakini huku kwenye bond market tunaita ni hati fungani. Ni moja ya soko. Pia kuna masoko mengine kama soko la currency, kuna soko la commodities, kuna masoko mengi. Yeah. Sasa tumeshajua utofauti kati ya haya masoko mawili, soko la hisa na soko la bond, si ndio? Sasa ndugu Norbert, kwa Mtanzania ambaye haelewi kabisa nini maana ya bond au bondi ni nini, anaweza kaa anasikia tu bondi lakini hajui bondi ni nini. Hebu tupe maana kwanza ya bond. So tukiongelea bond ni hati ya kifedha inayotolewa na serikali au taasisi binafsi. Na wewe kama mwekezaji kwenye ili soko la bond unakuwa ni mkopeshaji. Unaikopesha serikali au unaikopesha kampuni binafsi. Serikali ikitaka kutoa hati hii inapitia Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo ikitaka serikali ikiwa ina uhitaji wa fedha au taasisi binafsi ikiwa na uhitaji wa fedha, inaweza ikaissue hii hati ya kifedha, return ikapata hela hiyo. Na kwenye bond kama wewe ni mkopeshaji, maana yake unategemea riba fulani. Kwa bond huwa ina riba za kila mwaka. Sometimes unaweza ukapata riba za semi annual. Unapata riba baada ya miezi 6 unapokea riba yako, baada ya miezi 6 unapokea riba yako. Riba kwenye bondi tunaita kama coupon. Tunaita kama coupon kitaalamu. Lakini bondi tunasema ni hati ya kifedha ambayo serikali au taasisi binafsi zinatoa, na wewe kama mkopeshaji unawapa hela, unakuwa unategemea riba kwa muda fulani. Sasa ndugu Norbert, kwa nini mtu awekeze kwenye bond market? Na hii bond inalipaje? Labda Mtanzania aweze kuelewa kirahisi kwamba nikiwekeza kwenye bond basi nitapata faida hii na nitalipwa kwa njia hizi. Okay. Ndio. Kwa kawaida bondi hulipa interest. Bondi hulipa riba. Na riba hii kitaalamu tunaita coupon, ambayo inakopo kwa vipindi maalum. Either kwa mwaka mtu unakuwa unapata hiyo riba, au kila baada ya miezi 6 kama ilivyo bondi zetu za government treasury bonds huwa zinalipa kila baada ya miezi 6. Kwa mfano tufanye umewekeza shilingi milioni 100 kwenye bondi, ambayo bondi inatoa interest au riba ya 10% kwa mwaka. Kwa hiyo bondi tuseme ni ya miaka 5. Kitu kinachotokea hapo ni kwamba kila mwaka utakuwa unapokea riba ya 10%. Kila mwaka utakuwa unapokea milioni 10. Na ikifika mwaka wa 5 utapokea milioni 10, lakini pia utaridishiwa ile hela yako uliyowekeza, milioni 100 yako. Hivyo ndivyo bond market inavyolipa. Sawa. Na faida zake? Umake sasa tutajua faida zake, faida ambazo Mtanzania anaweza kapata tofauti na hisa. Bondi hulipa interest au bondi hulipa riba. Wewe kama mkopeshaji ukiwekeza kwenye bond unategemea riba. Na bondi zinafanya kazi kwa namna hii. Umewekeza milioni 100 kwenye bondi. Ile bondi inalipa riba kwa muda fulani maalum. Labda inalipa riba kila mwaka. Inalipa 10%. Manake wewe kila mwaka utakuwa unapata
10% ya uwekezaji wako. Kwa kama ni milioni 100 unakuwa unapata milioni 10 mpaka kipindi cha bondi kipite. Kwa bondi unaweza ukazikuta za miaka 5, miaka 10, miaka 15, 25. Kwa wewe ndani ya miaka 5 kila mwaka unakuwa una receive 10%. Unakuwa unapata hiyo milioni 10, milioni 10, milioni 10 na mwisho wa miaka 5 unapata ile hela yako pia uliowekeza. Kwa utapata riba na ile milioni 100 yako. Yes. Lakini faida nyingine ya bondi ni kwamba ukiwa na kile cheti cha bondi unaweza ukakitumia kama collateral kwenda kukopea mkopo, na hiyo hela ya mkopo ukaweza kufanya biashara nyingine, lakini pia ile interest ambayo inatoka kwenye bondi uliowekeza unaweza ukaitumia kuservice mkopo wako, yani kurejesha kwenye mkopo wako. Hiyo wow. Ni faida nyingine ya bondi. Ndio. Nashukuru sana. Nafikiri sasa mpaka sasa watu wameelewa faida ambazo zinaambatana na uwekezaji wa bond. Ndio. Ndio. Sasa unaweza pia ukatuelezea athari ambazo zinaambatana na bond, kwa sababu tumeona utamu wa bond. Inawezekana kuna chungu ya bond pia. Ndio. Ambayo inaambatana na bond. Hebu kabla mtu hajafanya maamuzi ya kwenda kuwekeza kwenye bond, mwambie sasa kwamba unapoenda kuwekeza kwenye bond bwana, unataka kufahamu kwamba kuna risk hii na hii na hii. Ndio. Karibu. Kwenye upande wa bondi, kwanza bondi ni asset ambazo tunaziita ni risk free. Hazina risk. Lakini hazina risk kwa upande wa zile bondi ambazo zinatolewa na serikali. Okay, ambazo ndo treasury bonds, the government treasury bonds. Zile pale tunasema ni risk free, huwa hazina risk. Tunategemea serikali iweze kukulipa muda wote. Lakini kwa bondi ambazo zinatolewa na taasisi binafsi, makampuni, hizo bondi zinaweza zikaingia kwenye riski ya ile kampuni kushindwa kulipa. Ndio. Kama ilivyo mikopo mingine, wakopeshwaji wanashindwa kulipa. Hiyo tunaita ni credit risk. Yeah. Lakini pia kama wewe umenunua bond na bondi yako labda ulinunua ikiwa issued labda inatoa riba ya 10%, na bondi yako ni ya miaka 10. Ukiwa mwaka wa 3 wa bondi yako unakuta serikali imetoa bondi nyingine ambayo interest yake ni kubwa zaidi, 12%. Kwa wewe ile bondi ambayo unayo itakuwa haina faida kubwa kuliko bondi ambayo ipo sokoni kwa muda huo. Hiyo sasa ni riski mojawapo ya kuwekeza kwenye bond. Hiyo tunaita interest rate risk. Kwa in turn, kama interest ikipanda kwenye bondi nyingine wakati wewe umehold bondi ambayo au umeshikilia bondi ambayo ina interest ndogo, ina riba ndogo, basi tunategemea bondi yako ishuke bei. Kwa hiyo ni riski nyingine ambayo ipo kwenye bond. Sawa. Nafikiri somo limeeleweka vizuri, na kwa mtu hata ambaye alikuwa hajui chochote kuhusiana na masoko mawili ambayo tumeongelea leo, sasa nafikiri kila mtu atakuwa anaelewa na amepata mwanga angalau wa kuanzia ni wapi na kitu gani kinaendelea kwenye upande wa hizi financial markets. Nafikiri Mr. Robert, ni kwa nini Watanzania wengi hawawekezi kwenye bonds? Ni kitu gani kinafanya wengi wasielewe hivi tu, wasiwekeze kwenye masoko ya fedha? Okay, kwa Watanzania mimi nimeona kuna dhana ya kwamba haya masoko ni ya matajiri, ni ya wawekezaji, watu fulani wanaojua haya mambo, wenye status fulani, lakini haya masoko ni ya wote. Ni ya wote. Unaweza ukanunua bondi ukiwa na hela ndogo tu, milioni, unaweza ukanunua bondi. Sio lazima uwe tajiri. Kwa hata mimi naweza nikanunua. Ndio, kila mtu anaweza akanunua bondi. Kwenye hisa hivyo. Nimeona kuna watu ambao wanakuwa wana challenge kabisa za hisa. Anakuwa wana challenge kwamba kila baada ya mwezi, labda kila baada ya wiki 2 wananunua hisa labda za shilingi 20,000, 30,000, 50,000, laki, ambazo hizo hisa unazipata kwa sababu hisa utazikuta bei zake zipo kwa shilingi 1,000, hisa moja shilingi 2,000. Na DSE walitusaidia pia, unaweza kununua hisa kwa kupitia app yao DSE Kiganjani. Kwa haya masoko, hiyo dhana ya kwamba haya masoko ni ya watu fulani, hiyo ndio inaowafanya
watu wasishiriki haya masoko. Lakini pia elimu hawana kuhusu haya masoko. Kwa sisi kama Swahili Financial Markets ndio maana tumeamua kujikita kutoa elimu ya haya masoko ya fedha ili watu waelewe na ushiriki uwe mkubwa zaidi. Lakini tusiongelee on the bad side tu. Recently kipindi cha karibuni tumeona kuna mwamko mzuri sana kwa Watanzania. Watanzania wamekuwa wakishiriki sana kwenye haya masoko. Mwamko umekuwa ni mkubwa. Tunaona masoko yakiwa yanachangamka. Tunaona soko la hisa la CRDB likiwa likipanda kwa kasi sana. Return ni nzuri, na hii ni kwa sababu washiriki wamekuwa ni wengi zaidi. Kwa hiyo washiriki wanavyozidi kuwa wengi ndipo soko pia linavyokuwa linatoa zaidi, na hizi hisa zinakuwa zinapanda zaidi. Kwa mimi nitawahamasisha tu watu waweze kushiriki kwenye haya masoko, wawekeze kidogo kidogo. Uwekezaji ujue ni wa muda mrefu. Ukiwa wewe kama mwekezaji uingie kama mtu ambaye unawekeza kwa muda mrefu, sio tu uingie ili upige hela za haraka uondoke. Hapana, huko sio pa kubahatisha. Yes. Ninakushukuru sana Mtanzania ambaye umeendelea kuambatana nasi tangu tulipoanza kipindi chetu, na sasa tunaenda kumaliza na kufunga mjadala huu kuhusiana na masoko ya kifedha. Sasa kabla hatujamaliza kabisa na kufunga kipindi chetu, nilikuwa nakusihi na kukuomba kwamba endelea kutufollow kwenye page zetu za Swahili Financial Markets. Endelea kucomment na kushare mawazo tofauti, na kama unahitaji elimu kama alivyokuambia Mr. Norbert hapa kwamba anaweza kukusaidia kufahamu zaidi nini kinachoendelea kwenye financial markets, endelea kutufuatilia, na wakati mwingine tutaendelea kuzungumzia mada zingine au markets nyingine ambazo zipo kwenye hizi financial markets. Karibu sana.